mara mazoea, na nyinyi mtakuja niambia kweli. Mara ya kwanza ile ukiona Al-Kaaba, mara nyingi tunapoona Al-Kaaba ile machozi yanatoka, na utajihisi pale tukiingia ule mji wa Makka, kuna hali utahisi si ya kawaida. Lakini siku zinazozidi kwenda unazoea na unajenga mazoea na watu. Mazoea mara nyingi yanafanya kitu na kidharau, ndivyo sivyo? Inawezekana kabisa mazoea yakakuondoa katika madhumuni ya haji. Kwa ili usizoee kuwa mtu mwenye kumtaja sana Allah, lakini angalia ni nani unayelazimiana naye sana. Kama umwezi, unaona watu ambao hawawezekaniki, ukikaa naye dakika mbili tukashakutoa katika leo. Haina maana kwamba kule msiwe marafiki, msicheke, msifurahi. Haina maana hiyo. Watu wafurahi, waamiliane kwa kheri, wawe marafiki, lakini lengo libaki pale pale la haji. Taawadu al-abidi fi ibadati afdha ila tadhayyul al-ubuda. Mazoea ya mja katika ibada huwa yamepelekea kuharibu ibada. Waqad ataka fursatu rasina, na hakika imekujilia fursa tukufu, fahaqruha mimma ada lidhillati, kuidharau kwake ni miongoni mwa yale yaliyopelekea kudhalilika. Kwa hiyo moja ya malengo makubwa ya haji, ndugu zangu, mambo ambayo atakaolinda yale madhumuni ya haji ni hayo. Labda niweke wazi. Taasisi zinajitahidi nyingi tu, na taasisi yetu hii walillahi alhamd, lakini unaweza kuondolewa kwenye lengo na watu. Tuambia wewe, chakula hiki chalingana kweli na pesa uliyotoa? Nikuulize, ingekuwa unatoa milioni 100 alafu unatupwa tu pale Maka, chakula utajua mwenyewe na mambo mengine utajua mwenyewe, usingeenda haji, usingekwenda. Pamoja na kwamba ni wajibu wa taasisi kuhakikisha kwamba watu wanakula vizuri na wanakaa pazuri, lakini ndugu zangu, hayo yasiwatoe kwenye lengo la haji. Kuna pamoja, ukiwa pale hija, hata kama utakuwa wewe na msikiti ni kati ya hii maiki na hii hapa na hapa, bado kama lengo lako haliko vizuri kwenye moyo, pia hutoingia msikitini, hutoingia vizuri. Yategemea lengo lako nini. Tunakwenda pamoja. Kuna watu pale wako Maka pale miaka yote, wengi hawajaingia hata ile Masjid al-Haram, yuko miaka yote pale, lakini hata pale kutufu Kaaba hajawahi kutufu wala haoni ni muhimu. Kwa hiyo ndugu zangu, tunakwenda haji, tujengeni lengo letu kwa ajili ya Mungu tu, kwamba tunakwenda haji. Ikae hiyo na ikite kwenye kichwa chako kwamba nakwenda hija. Sisi hatuendi hotelini wala hatuendi mji wa fahari, tunakwenda hija, tunakwenda pamoja. Hili twalisisitiza ili malengo ya haji yatimie. Ndio maana kumewekwa darasa hii muhimu kwamba madhumuni ya nini, madhumuni ya hija ndio darasa yetu ya leo, madhumuni ya hija. Mimi naomba sasa, baada ya kusema haya madhumuni ya hija, niongeze nukta chache.
yaliyokuwa lazima kwa haji, ni nguzo na wajibu na yaliyo haramu. Sharti za haji zajulikana. Moja ya sharti ya hija ni kwamba ni Uislamu, na sisi wote bila shaka tunaokwenda hija ni Waislamu, ndivyo si? Anayekwenda hija akafanya yote kuliko yoyote aliyekwenda hija, kafanya kwa ukamilifu yote, lakini si Muislamu, huyo hajafanya kitu, hana hija. Ndio maana sharti la kwanza la haji ni nini? Uislamu. Lazima uwe Muislamu. Usimshawishi mwenzako ambaye si Muislamu kwenda haji, atapoteza muda bure. La pili, uwezo. Mtu awe na uwezo wa kwenda haji, sawa? Ndio maana walillahi ala nasi hijjul bait, alafu man istata ilayhi sabila. Hii aya 197 surati al-Baqara inazungumzia uwezo, kwa sababu ni uwezo wa kimwili na uwezo wa nini, wa matumizi ya kwenda haji. Kama hivi watu mmetoa pesa zenu kwa ajili ya haji, ni uwezo. Lakini la tatu katika sharti za hija ni sinul bulughi, rika la baligh, kwamba kufikia umri wa kupevuka kwa mwanamume na mwanamke. Tajulikana rika hilo ni kwamba akienda haji ambaye ni mtoto mdogo, kule mtaona watoto wadogo wanafanya ibada ya hija, yaruhusika kufanya hivyo. Lakini akisha baligh, ulazima kwenda kuhiji uko pale pale. Haiambiwi huyu alihiji akiwa na miaka 5 6. Atatakiwa aende tena haji akifikia umri wa nini, wa baligh. La nne ni takhliyatu tariq, kusafishika njia. Kusafishika njia maana yake ni kwamba lau kwenda haji isingewezekana ila mpaka kupitia Ukraine ambako kuna vita, hija isingekuwa lazima kwa sisi kwenda, ni kwa tuende. Ndio inaitwa takhliyatu tariq, kwamba njia iwe ni safi. Lau ingekuwa Kongo huko ambako kuna vita, hakuna njia nyingine ya kwenda haji ila upitie njia hiyo, basi haji isingekuwa ni lazima kwetu. Kwa Uislamu pia umezingatia amani ya mtu, darul mafasid aula min jalbil maqasidi. Wanatuambia watu wa usuli fiqh, kuondosha mambo ambayo ni mabaya ni jambo bora kuliko kuleta makusudio. Sharti nyingine katika sharti za haji ni kuwa huru. Mtu awe huru. Kwa hiyo mtu ambaye hajiwezi kabisa, kwa mfano binti mmoja alimwendea Mtume Muhammad, kamwambia, ya Rasulullah, baba yangu ni mtu mzima sana sana kiasi mgongo wake umepinda na ni mgonjwa, hawezi kabisa haji. Je, nikamuhijie? Akasema, nenda kamuhijie. Ila kumuhijia mtu sharti yake
ni kwamba na wewe ushaenda hija, kwa sababu hija ya lazima ni mara ngapi? Mara moja tu. Mtume akamwambia kamuhijie, lakini sharti ni hiyo kwamba na yeye awe tayari alishahiji. Ikiwa hujawahi kwenda hija, huwezi kumuhijia mtu mwingine, umefahamika, mpaka wewe uwe umeenda hija. Na hija anahijiwa hata aliyekufa. Ndio yule binti pia alimwendea Mtume akamwambia, mama yangu amekufa, je, nikamuhijie? Mtume akamwambia, nenda kamuhijie. Kwa hiyo unaweza ukamuhijia mtu, na hapa wapo wengi ambao wanaokwenda kuwahijia watu. Mwenyezi Mungu azikubali hija zetu. Lakini la pili katika jambo muhimu ambayo yatafundishwa kwa upana, ambao ukiacha hiyo huna hija kabisa, huna hija kabisa kabisa, huna hija. Kuna mengine ukiacha hija yako tu imeingia ikhtilafu, lakini imesui hizi nyajibu za hija. Lakini nguzo za hija, nguzo za hija, nguzo za hija ni lazima ni kuhirimia. Kuhirimia ndugu zangu ni nia ya haji, na nia huwezi ukaweka huko, unaweka eneo maalum kwenye miqati, sawa, ambao inshallah tukifika sehemu fulani kwa ndege, hiyo ndio itakuwa ni miqati yetu. Unanuia labbaika al-umra mutamatti'an biha lilhaji au ila alhaji, labbaika umra mutamatti'an biha ila alhaji. Hapo utanuia huko. Kuhirimia ndio kunuia, ni lazima. Ukiacha kuhirimia hija, huna hija. Hiyo nia ukiacha, huna hija. Lakini ni wajibu, yani lazima sasa uhirimie kwenye miqati, eneo maalum. Darasa zina hizi hapa na kusagusa tu, lakini darasa zitakazokuja zitaweka wazi zaidi. La pili katika haji ni kutufu. Tawafu al-ifadha. Pamoja na kwamba tukifika tutafanya umra kwanza sisi, sababu sisi hija yetu ni ya tamattu'i. Natakiwa kujua hilo jina tu kwa faida yako, ni tamattu'i. Tamattu'i unafanya hija, unafanya umra. Baada ya kufanya umra unapumzika starehe, unapumzika kiasi fulani, una ibada tena zinazohusiana na hija wala umra, mpaka ikifika tarehe 8 sasa yaumu tarwiya, ambayo tutakuja kuieleza kwa upana siku hiyo. Mnakwenda kwa ajili ya kutekeleza nguzo ya pili ya hija, sawa. Nguzo ya pili ya hija ni kusimama Arafa. Kusimama Arafa usimami siku yoyote ni mwezi 9. Ukikosa hiyo kusimama Arafa, umekosa kitu muhimu katika haji, na ambao ni nguzo, na wewe utakuwa hujahiji. Isipokuwa ni wajibu, kuna wajibati la haji. Tutakuja kuzisoma zote wajibati la haji kwa upana. Arafa ni lazima itakuwa alifika mchana ni mpaka magharibi pale. Magharibi tutatoka
Kumaliza pale unakwenda sehemu inaitwa Muzdalifa. Kwa nguzo ya pili ni hiyo kusimama Arafa, na nguzo ya tatu ni nini? Ni kutufu, ndio tawafu lifadha. Na pia kuna kunyoa pia ni nguzo kwa katika nyajibati. Kwa yote kwa upana utakuja kuelekezana vizuri, na yote nimeandika katika kitabu changu hiki, itakuja kuelekezana vizuri inshallah. Lakini yako mambo ambayo ni ya lazima, ni nguzo za haji, na inshallah tutaandaa vijitabu vidogo vidogo hivi vile ambavyo vinaonyesha yale mambo muhimu. Nadhani pia vipo ambayo yanaonyesha yale mambo muhimu yale ya haji, nguzo hizo, wajibu, mambo gani ukifanya unaharibu haji, kunyoa, kufanyaje na kadhalika. Basi la muhimu kwamba unapokwenda sasa haji, tumalizia darasa yetu, nataka kuweka zile highlights mpaka unamaliza hija yako. Highlights, vitu vile ambavyo vitakavyofuatana baada ya kwamba tunatoka hapa Dar es Salaam. Nadhani tutakwenda kwa mafungu mawili, baadhi yao tutaondoka tarehe 29 na 30, lakini mahala tutakapofika tutavaa ihram kwa ajili ya maandalizi ya kufanya nini, ile kuhirimia. Ihramu zitatolewa na taasisi au mambo yataelezwa na idara inshallah. Lakini unapotoka hapa Dar es Salaam, moja ya jambo la kwanza takalofika nalo kufanya ile tawafu kudumi, baada ya kwamba umeshahirimia juu. Kifika Maka tutafanya tawafu kudumi. Katika ile tawafu ile ya kufika Maka, ile ni sunna ile tawafu kudumi, na ni tawafu ya umra ile, sio? Tutachanganya na umra hapo. Ni kwamba ndo tunaanza ibada ya umra. Tawafu pale ukishafanya ni mizunguruko 7, itaelekezwa namna ya kufanya. Kitoka hapo katika tawafu kudumi, tunakwenda kusai baina Safa na nini na Marwa. Tutakwenda baina Safa na Marwa, tutaelekezana kwa vitendo inshallah katika semina zinazokuja. Na baada ya hapo mtu anatakiwa anyoe, ni kupunguza tu. Kwa Imam Shafi unaanza nywele 3 na kuendelea. Imamu Abu Hanifa kuanzia 4 na kuendelea. Imamu Maliki sehemu kubwa ya kichwa utaondoa, lakini almuradi tu utaondoa nywele kwa kiasi fulani au utaondoa zote, lakini lazima ubakishe, kama nywele zako zachelewa kuota, ubakize ambazo zitakazokufanya ukiwa kwenye haji upate nywele za kuondoa pia. Una pamoja, kwa unaweza ukaondoa kwa kiasi fulani. Ukiondoa hapo, umeingia kwenye kitu kinachoitwa tamattu. Mnavua zile ihram, sasa mnakuwa huru, watu wanafanya ibada zao Masjidil Harami, wapi zile ibada unazozifanya kwenda Masjidil Harami, kuswali, kufanya zile, sio katika hija, isipokuwa ni moja ya mafanikio makubwa unayoyapata ukienda haji, ni kufanya ibada kule Masjidil Harami, kujikurubisha kwa Mungu na kadhalika. Watu wanataka kuendeleza kufanya umra, wanafanya yote hayo inshallah, tutaelekezana. Wanawake wao ni kupunguza kiasi ya nywele tu, kiasi, si kukata zote, kiasi fulani tu kidogo.
Tutakaa pale mpaka siku ya 8 mwezi 8 tuko Maka. Mwezi 8 pale tutaondoka, tutakwenda kulala Mina, na ulalaji ule wa Mina si lazima kwa siku ile, pale ni sunna. Tutalala, asubuhi yake tutakwenda viwanja vya Arafa. Pale Mina adhuhuri na alasiri uswali kwa kujumuisha, lakini adhuhuri utaswali rakaa 2 na alasiri utaswali rakaa 2, kila moja kwa wakati wake. Tunakwenda pamoja ni highlights tu hizi ambazo vitu ambavyo msururu mzima wa safari yako nataka nauzungumza. Mwezi 9 tutakwenda katika viwanja vya Arafa mpaka magharibi hivi. Yako mabasi maalumu pale yatatuchukua mpaka sehemu inaitwa Muzdalifa. Muzdalifa ni wajibu kwenda pale kulala kwa kiasi fulani, kupita lile eneo, lazima upite lile eneo la uwepo, lile eneo la Muzdalifa. Muzdalifa tunakaa pale mpaka alfajiri, ila al-ghalas, mpaka alfajiri, mwangazo ule alfajiri, mapambazuko alfajiri. Tukitoka pale tunarudi sehemu inaitwa Mina. Pale Mina kwa kawaida tunakaa muda mfupi tu. Ikifika wakati wa kupangiwa na mamlaka, tulipopangiwa na mamlaka, tutakwenda kutupa mawe sehemu ile inaitwa Jamarati. Na mawe ya siku hiyo ni mwezi 10, huo ni siku ya Idi, mwezi 10. Kuna nguzo moja ambayo inaitwa Jamratul Aqaba, nguzo kuu zimejipanga kama zilivyojipanga hivi. Tunakwenda kwenye ile nguzo ya kubwa, unarusha mawe 7 tu. Pale Muzdalifa ndio sehemu mara nyingi tunapochukua mawe pale. Kuna mawe pale kuchukua kwa idadi utakaoelekezana inshallah. Maana semina zinaendelea. Nakupa hii highlights ili ujue safari yako inakuwaje. Tutakwenda Mina kutoka pale alfajiri Muzdalifa, na pale tunatembea mpaka Mina. Mina tumefika sasa Mina, tunakaa muda fulani. Wale ambao ni watu wazima, watu hawajiwezi, yaruhusika katika sheria kutupiwa mawe. Baada hapo watu watakwenda kule Jamarati kama nilivyosema, kupiga ile nguzo kuu Jamratul Aqaba, mawe 7. Tunarudi tena Mina. Pale watakiwa tutalala Mina pale mpaka mwezi 12. Hapo tuko mwezi 10, takuwepo mwezi 10 pale, mwezi 11 na mwezi 12. Mwezi 11 na 12 ni wajibu pale kulala Mina. Mwezi 11 tutakwenda tena Jamarati kutupa nini? Mawe. Na hapa si mawe 7 tena, ni mawe mangapi? 21. Nguzo hii utapiga 7, Jamratu Sughra, Wusta, Kubra 7 hapa, na hiyo ya kati 7, na ya mwisho utapiga 7, jumla 21. Sawa? Mwezi 11 huo tunarudi tena pale Mina. Mwezi 12 tutarudi tena kupiga mawe, nguzo ya kwanza, ya pili, ya 3. Hizi nguzo zimejipanga hivi umbali fulani tu hivi. Jumla ni mawe mangapi haya? Yale 7 mawe 49. Ukishapiga mawe yako hayo 49, ndio ibada ya kupiga mawe kwa mwaka huo imekufutu. Tarudi tena
maana yake ile tukishatupa mawe ile Jamratul Aqaba ile kwenda na kurudi nyuma, sio lile guzo kubwa naitwa Jamratul Aqaba. Ushapiga 7 yale utakwenda kunyoa, chanyoa utavua tena zile hiramu. Sasa mwezi 8 tutavaa tena hiramu, tazivua, utakuwa sasa uko huru, unavaa kanzu zako na nini, anavaa suti zake hivi, umefaa. Tunakwenda kutupa mawe na kurudi mwezi 12. Mwezi 12 ndio itakuwa siku ambayo tunaondoka sasa. Kawaida sisi tunaondoka mwezi 12. Tunakwenda wapi? Tunakwenda Maka. Yako magari maalum, baadhi yao tunatembea. Mara nyingi tunatembea kutoka pale Jamarati mpaka, anaita kutembea anatembea, lakini ambaye ni mzito kutembea na nini, yako magari ambayo atachukua watu, unarudi pale Mina, unasubiri usafiri ya kurudi Maka. Kule Maka hapo bado ibada ya hija hujamaliza. Kuna tawafu 2. Kuna tawafu ya lazima ya nguzo, ambayo ni tawafu gani? Ifadha, tatufu. Kisha tufu tena kama ulivyotufu mara ya kwanza, utaenda kusai baina Safa na Marwa. Ukishamaliza hiyo, utakuwa ibada ya hija hapo umefanyaje? Umemaliza. Sawa. Kuna wajibu mmoja tu hapo umebaki, nao ni tawafu ya kuaga. Siku hiyo hiyo tunayoaga ndio siku ambapo tunasafiri. Sasa ibada ya hija hapo imeisha. Mara nyingi tukishaaga ndio usiku wake, au siku hiyo tunaondoka, tunakwenda Madina. Madina, lengo kubwa ni watu kupata fursa ya kufanyaje, kuswali katika Masjid Nabawi. Kule swala moja ni sawa sana swala 1000 katika misikiti mingine Madina. Swala moja sawa na swala 1000. Ukiswali swala 5 ni swala 5000 za huko. Mimi kwambie tu swala 5000 unaweza ukaziswali mpaka lini? Katika umri uliobaki swala 500 je? Kwa siku moja unaswali swala 500 Maka. Kuna ambaye umri wake ulivyobaki anaweza kaswali swala 500. Uwezi, ni miaka mingi sana, lakini unapata kwa siku hii moja. Kwa hiyo unapokwenda Maka, zingatia madhumuni. Ndio darasa yetu ya leo, madhumuni ya kwenda Maka, lengo, kusudio ni nini? Kusudio leo moyoni, mimi nakwenda haji, na Mwenyezi Mungu atubarikie hija yetu. Tukifika Madina kule, yako mambo ambayo tutayafanya pale pale Maka. Kwanza zile siku 8, zile siku kadhaa zile kabla hatujaenda Mina, tutazunguruka vituo vya kihistoria. Mahala ambapo mtume alipopewa utume tutakwenda inshallah. Jabal Nur, tukwenda mahala mtume alipopewa utume, wewe upaone kwa macho yako. Mahala ambapo Qur'ani iliposhuka ndio hapo. Iqra, ile unayosoma Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Sasa wewe utapata bahati ya kwenda eneo ambalo Iqra ilishuka. Hiyo Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Tutakwenda kitaasisi, huwa tunakwenda huko. Lakini pale pale Maka tutakwenda Jabal Thauri, mahala ambapo mtume alipoingia na Abu Bakar wakati wanahama kutoka Maka kwenda wapi? Madina. Tunawapa dondoo tu za baadhi ya mambo yatakayofanyika kule. Lakini pia tunakwenda wapi? Tunakwenda nini? Muzdalifa, Mina, Arafa kwa. Huko Muzdalifa, Mina
tutajitahidi pale Jamarati kuonyesha mahala kwenye ule mlima Jabal Thabir, pale ambapo kondoo yule aliposhuka juu ya mlima wakati wa Nabii, badala ya kuchinjwa Nabii Ismail, kuna kondoo yule alishuka. Basi ule mlima ule utauona maeneo ya Jamarati. Tutapita huko na Muzdalifa na Arafa kabla ya Madina. Napo vile vile tutakwenda maeneo matukufu, sehemu palipopigana vita ya Uhud. Inshallah tutakwenda katika Jabal Uhud, utapaona na maelezo yake pale yatatolewa. Masjid Qiblatain tutakwenda, yani masjidi ambapo ina vibula viwili, pale ambapo ilipokuja amri ya Mtume Muhammad sasa elekeze uso wake qibla. Qibla ambayo tunaelekea sisi Al-Kaaba, ukiswali hapo tunaelekea Al-Kaaba. Sasa katika ule mji wa Maka pale Al-Kaaba ukiswali, waliokuwa huku wanaelekea huku, waliokuwa huku wanapaelekea huku, waliokuwa huku wanapaelekea huku, na huku wanaelekea huku, kwa sababu pale ni uwakilishi wa watu wote duniani, maelekeo yao. Kile tunachokielekea wewe utakwenda na utakishika inshallah Al-Kaaba. Kwa hiyo safari ni kubwa. Sisi uongozi tuwape hongera sana kwa makusudio ya kwenda haji. Unakwenda safari tukufu, safari kubwa. Tumuombe sana Mwenyezi Mungu akupe afya njema na atukutanishe na siku hiyo ya safari twende. Baada ya hapa, hii darasa ndio mwisho wake kwa leo, lakini darasa hizi zitakuwa zinaendelea. Nadhani kila mmoja yumo kwenye grupu la Zamzam, sio? Tutamkaribisha dokta Kama hujajiunga na grupu la Zamzam, ujitahidi uonane na uongozi. Babali simama, watu wa idara simameni. Simama Ashraf. Mzee Ashraf ni mtu wa idara. Hawa mtawaona hawa babali yule watashughulika na swala la watu ambao hawajajiunga na magrupu, mtawaona. Yako mambo muhimu kabla ya kwenda haji. Ndio maana mnamuona Dr. Rahmatullah ni Rahmatullah pale mnapokwenda kusoma sindano kwa ajili ya safari, dokta atatoa maelezo yote. Yeye mwenyewe amekuja kutoka ofisini kwake kwa ajili ya huduma hiyo. Watu ni vizuri kuchoma sindano za kinga hizo kwa ajili ya safari. Yellow fever ni muhimu sana, polio sasa hivi dokta mwenyewe ataeleza yote. Mwenyezi Mungu atubariki.